Hapa nipo katika kijiji cha Mwanghalanga, kata ya Mbutu, wilaya Igunga, mkoani Tabora. Maeneo haya ni maeneo ya kimkakati katika kilimo cha zao hili la kibiashara la pamba, ambapo wakulima wa maeneo haya wanasema uzalishaji wao unazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, ambapo mwaka jana wastani walipata kwa ekari moja zaidi ya kilo 900. Lakini tumezungumza nao kuhusu namna ambavyo upatikanaji wa pembejeo, na wameweza kueleza kwamba upatikanaji wake hauna matata, na ikizingatiwa kwamba wanapata elimu ya namna ya upuliziaji, uchanganyaji na viuatilifu pia vinakuja kwa wakati unaostahili. Wanaipongeza Bodi ya Pamba na serikali kwa namna ambavyo imechukulia kwa uzito kutoa elimu ya ugani kwa wakulima wa zao hili katika maeneo ya wilaya hii ya Igunga. Kwa majina anaitwa Jackson Charles, mkulima wa kijiji cha Mwanghalanga. Nadhani kwenye swala la upataji wa pembejeo, tumepata pembejeo kwa wakati mzuri ambao umetufanya tuanze kupambania mashamba yetu tu vizuri, kulingana na namna jinsi mabibiti wetu hawa bwana shamba wetu, namna jinsi ya kutusaidia kwenye taalamu katika ulimaji wetu kwa wakati. Pembejeo katika kuzipata hazikuwa na ugumu wowote, kulingana na kwamba bwana shamba wetu wako vizuri kwenye hili, wanatuletea pembejeo kwa wakati unaopaswa kabisa. Kwa kweli ukizingatia maelekezo ya mabwana shamba wetu, namna jinsi wanavyotuelekeza juu ya namna jinsi ya kukatia katika kitaalamu ile 60 kwa 30, mapato ni mazuri. Banda kitaalamu kwa kweli unapata vizuri, kulingana na kwamba mfano mimi mwaka jana nililima ekari 3 kama na miguu 9 hivi, lakini nilipata kilo 2854, kwa maana ya kwamba ukigawanya hapo ni kama kilo 900 na point kwa kila ekari. Afisa ugani ambao wanatutembelea mashambani tangia waanze na kabla hawajaanza, kuna badiliko kubwa sana. Kwa kweli hawa mabwana shamba ambao wameletwa kijijini wanatusaidia pakubwa sana. Mwanzo tulikuwa tunawakimbia tukihashimu kwamba tunakamata maotea, baadaye tuliwazoea. Wametusaidia sana, wanatutembelea mara kwa mara. Ulimaji wangu wa pamba kweli na miaka kama 3 sasa. Nashukuru kwa kuhamasisha kwamba tuwe tunalima kisasa mpaka sasa hivi ndio hivi mnavyoona. Kutoka kwenye hatua ile ya kumwaga mpaka sasa hivi tunalima kwa mstari, angalau tunapata mafanikio. Mwaka juzi nilikuwa na kilo kama 924, lakini mwaka jana nikapata kama tani moja hivi na kilo 22. Utofauti upo kwa sababu kutoka kwenye 900 kuingia mpaka kwenye tani, tofauti upo pale kaka, unaonekana tu moja kwa moja, ili kufuata utaratibu kama mnavyoona sasa hivi. Sasa ina maana kweli tukiendelea kulima kisasa hivi, angalau na kilo zinaongezeka. Tumeweza pia kuzungumza na wakulima wengine ambao pia wanatoa ushuhuda namna ambavyo elimu ya ugani inawafikia, na wameweza kusema kwamba imekuwa ikiwasaidia pakubwa kuongeza elimu na kulima kwa kufata mistari na utaratibu unaotakiwa kulingana na teknolojia ya kilimo hiki. Sisi Barnabas, mkulima wa kijiji cha Mulaga, mkulima wa pamba, huwa natumia tu samadi, mbolea samadi. Maafisa wa mpango wa Jenga Kesho Bora BBT wanasema elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima inapokelewa vilivyo na wakulima wanafuata na kuzingatia namna ambavyo wanaelekezwa ili kuongeza uzalishaji wa zao hili. Kwa majina naitwa Joshua Gideon Panja, ni afisa ugani katika kijiji cha Mwanghalanga, kata ya Mbutu, wilayani Igunga na mkoa wa Tabora. Mimi ni afisa ambaye nasimamia chini ya kampuni ya Gaki. Ni afisa ambaye tunawatembelea wakulima, tunawashauri. Tumefika hapa wakiwa wanachanganya mazao, na wanachanganya sana pamba na mazao mengine, lakini pia walikuwa na kilimo cha kumwaga. Na wale ambao walikuwa nakatia kwa mistari walikuwa nakatia spacing kubwa sana. Tumefika hapa tumewashauri. Wale ambao walikuwa wanamwaga wameanza kulima kwa kufuata mistari, na tunaendelea kuwaelimisha, ijapokuwa tulikutana na changamoto kwamba
wanasema kwamba ardhi yao ukilima 60/30 huwa pambi na banana, wanashindwa kupulizia vizuri. Lakini sisi tumeendelea kuwaelimisha kwamba unapokuwa una eneo hata la heka moja ukapanda nafasi ya 60/30, kwa maana kwamba unakuwa na plant population kubwa au miti mingi kwenye shamba dogo na mavuno yanaongezeka. Wale ambao wamefanya mwaka jana, tumeona mtu unakuta na heka moja lakini anavuna tani moja au kilo 1000 kwa ekari moja, kwa sababu ile pamba inapokuwa imepandwa kwa nafasi ya 60/30 tunakuwa na miche ambayo ni mingi. Wastani huwa ni miche 44,000, ni miche 44,400 kwenye ekari moja, ambapo kila mche ukitoa vitumba hata 10 tu una uhakika wa kupata kilo 1000 au tani moja kwa ekari moja. Tunaendelea kuwaelimisha wakulima na wakulima wameendelea kuitikia na tunaona matokeo yake kama mlivyoona wanavyoshuhudia baadhi ya wakulima. Mafunzo ya unyunyiziaji wa dawa yanafanyikaje kwa wakulima? Tunawatembelea mashambani, tunawaelekeza kwanza. Kabla tujatembea mashambani, wakishaletewa dawa tunawaelekeza kwamba kwenye pampu moja, kwa mfano dawa ambayo imeletwa wakati huu ni Betam ambayo ina milizi 60. Hiyo Betam maelekezo yake ni kwamba kwenye solo ya lita 16 unatakiwa uweke milizi kuanzia 16 mpaka 20. Tunawaelekeza namna ya uchanganyaji na vipimo hivi, na tunawaelekeza namna ya uchanganyaji kwamba mkulima anapokuwa shambani, anapoanza kupulizia, kwanza lazima achanganye, aweke nusu maji nusu kwenye pampu, aweke dawa, atikise. Baada hapo ajaze, atikise tena, ndipo abebe solo yake kwenda kupulizia. Igunga mnatumia wakati mwingine drone kuangalia mashamba kwa ajili ya kuua wadudu. Ndio. Je, matumizi ya drone yameongeza tija kwa kiwango gani katika uzalishaji? Kwa kweli drone zimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wakulima wa pamba. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano, nina mkulima mmoja kwenye kijiji changu Mwahalanga ambaye shamba lake mimi mwenyewe nimempulizia kwa drone kuanzia mwanzo mpaka amevuna pamba yake. Na huyo mkulima anashukuru sana, na mpaka sasa hivi ananisumbua sana kwamba jamani, leteni drone, kwa sababu mimi mwenyewe katika mashamba yote ambayo tumepita kuwapulizia mwaka jana, mpaka sasa hivi wanahitaji msaada mkubwa sana wa drone. Na uzuri wake drone zinasaidia, yani kwa ekari moja ndani ya dakika 6 unakuwa umeshamaliza. Wakati mkulima akiwa amebeba solo ya mgongoni, hiyo eka moja anaweza kamaliza hata masaa 2, masaa 3 mpaka masaa 4 kwenye ekari moja. Na kwa drone tunatumia dakika 6 mpaka 7 kupulizia eka moja. Na ufanisi wake ni mkubwa. Tunaona ni kweli, ukishapulizia hata kama kulikuwa na wadudu wa kutosha, ukishapiga na drone, ukirudi baada ya muda unakuta wadudu wameshakufa na wameshapotea, hawaonekani shambani. Mimi natoa wito kwa serikali kwamba waongeze drone. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Mwahalanga, kata ya Mbutu, wilaya Igunga, mkoani Tabora. Mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.